shinikizo la damu ni nini na nini matatizo ya kuongezeka kwa shinikizo la damu, kwa maana ya kuwa na shinikizo la damu la juu, high blood pressure. Umeona kwa kawaida kila mtu ana shinikizo la damu. Umeona, na ana shinikizo la damu lile la kawaida, kwa maana ya moyo unasukuma damu kupita kwenye mishipa ya damu na ili iende ikafanye kazi mwilini, kwa maana moyo unasukuma damu ili kupeleka damu sehemu mbalimbali za mwili ambazo zinakuwa na tunasema damu yenyewe ina virutubisho pamoja imebeba na oksijeni. Okay. Kwa hiyo inapeleka sehemu mbalimbali za mwili ili mwili uweze kuendelea kufanya kazi zake. Unaupa mwili nguvu na unaupa mwili hewa ya oksijeni mwili uweze kufanya kazi. Sasa kuna wakati inatokea kunakuwa na ukinzani mkubwa kati ya moyo unavyosukuma damu kwenda kupitia kwenye mishipa kwenda maeneo mengine ya mwili, kwa maana kunakuwa na ukinzani kati ya force au nguvu inayotumiwa na moyo kusukuma damu na ile tunasema mishipa ya damu, nafasi iliyopo kwenye mishipa ya damu, lile tundu. Yeah. Kwa hiyo sasa moyo unaposukuma damu kwa force kubwa na kukuta mishipa ya damu imepungua size, si ndio? Imepungua nafasi yake, imesinyaa au imepungua nafasi yake, kwa maana ya ndani yake labda kuna mafuta. Maana yake hapo kunakuwa na ongezeko la nguvu inayotumika, na maana yake kunakuwa kuna ongezeko la pressure. Sawa? Sasa inapoongezeka ile pressure, hilo ndo tunaita shinikizo la juu la damu. Okay. High blood pressure. Kwa kawaida binadamu anapaswa kuwa na shinikizo la damu la juu, kwa maana ya systolic blood pressure, systolic blood pressure ambayo ni 120 na chini ni 80. Kwa hiyo normal ni 120 kwa 80 kwa chini. Naomba urudie hiyo kwa sababu watu wengine tunakuwa na vipimo nyumbani kwa pima. Yes, ni vizuri ukawa na ile BP machine ambayo unakuwa nayo.